Israel sasa yabadilisha mwelekeo katika mashambulizi yake dhidi ya Iran. Mpango ulikuwa kufanya mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia, na wakati huu wamegeukia maeneo yenye makombora ya ballistic ya Iran, na sasa wamebadilisha mwelekeo kwa malengo ya nyuklia. Eneo ambalo limelengwa katika makombora ya usiku imelenga hasa uzalishaji wa makombora na vifurushi, lakini pia imejumuisha maeneo ya uzalishaji wa vinu vya nyuklia. Katika operesheni kubwa ya usiku, IAF iligonga kituo cha uzalishaji cha Centrifuge na maeneo mengi ya utengenezaji wa silaha katika eneo la Tehran, IDF ilitangaza siku ya leo Jumatano. Iran imesema kwamba zaidi ya ndege 50 za IAF zilishiriki katika mashambulizi hayo karibu na shabaha 20 ambazo ziliongozwa na ujasusi kutoka kurugenzi ya ujasusi ya IDF. Malengo mengi yaliyopigwa yalikuwa ni vifaa vya kutengeneza vifaa vya malighafi ya makombora ya uso kwa uso ambayo serikali ya Iran iliyazindua huko Israel hapo awali. Maeneo yanayohusika katika utengenezaji wa mifumo ya makombora kutoka ardhini hadi angani pia yamelengwa. Kituo kinachotumika kutengeneza mitambo ya kutolea maji ambayo jeshi limesema lilikusudia kuharakisha urutubishaji wa uranium kwa ajili ya utengenezaji wa silaha za nyuklia pia ilipigwa. IDF ilisisitiza kuwa mipango ya nyuklia ya kiraia haihitaji uboreshaji katika viwango kama hivyo. Hata hivyo, IDF imesema sasa inaendeleza mapambano zaidi. Lakini katika kujibu, Iran imesema maeneo yake hayo yaliguswa, lakini waliweza kudungua ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora mengi yaliyorushwa katika maeneo hayo, na wanasema maeneo hayo hayakupata athari. Jeshi limesema operesheni hiyo ni sehemu ya kampeni inayoendelea ya kuvuruga uwezo wa kuunda silaha za nyuklia za utawala wa Iran na kutengeneza makombora. Ingawa Israel haijakata tamaa katika kushambulia maeneo ya shabaha za nyuklia za Iran, hii inaashiria mabadiliko katika kipaumbele cha IDF kwa shabaha za makombora ya ballistic ambayo yanatishia moja kwa moja Israel. Hii ni mara ya kwanza kwa ndege nyingi za IAF kutumika kuliko idadi ya shabaha zilizopigwa nchini Iran. Hii pia inaweza pia kuonyesha kuwa IDF ina malengo machache ya kushambulia, lakini inajaribu kuangamiza kabisa. Kabla ya mashambulizi hayo, IDF ilitoa onyo la kuhama kwa wakazi wa Tehran ambalo limekuja baada ya misururu ya makombora ya Iran kuelekea Israel. Ndugu wananchi, kwa usalama na afya zenu tunaomba kwamba muondoke mara moja eneo lililotengwa kwa wilaya 18 za Tehran, msemaji wa IDF Parsi aliandika kwenye ukurasa wa Twitter. Kuhusu makombora yaliyorushwa Israel, takribani makombora 30 ya Iran yalirushwa katika maeneo ya Tel Aviv pamoja na Haifa. Hata hivyo, kwa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba Iran imeharibu majengo mengi ndani ya Israel, lakini taarifa zilizotolewa na shirika la habari la Jerusalem Post zimesema kwamba hakuna majeruhi wala kifo ambacho kimeripotiwa. Hata hivyo, Israel kwa sasa inawasaidia watu kadhaa waliojeruhiwa wakiwa njiani kuelekea maeneo ya hifadhi, lakini taarifa zao wanasema hakukuwa na mtu aliyeumizwa sana kiasi cha kupata majeruhi makubwa, lakini pia hakuna kifo hata kimoja, licha ya kwamba makombora hayo inadaiwa kwamba yalirushwa pia katika maeneo yenye mahandaki huko Tel Aviv pamoja na Haifa na maeneo mengine ndani ya Israel baada ya onyo lililotolewa na Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.